Saidia kumwambia wa kushoto na kulia kwako umependeza. Bwana asifiwe. Nazungumza kwa kifupi alafu nimeambiwa kuna watu wengi wana maswali yanayohusu mahusiano, ndoa, moyo na afya akili. Tutakapokuja kwenye ungo ya pili tutakuwa ninajibu maswali. Na kwa sababu tunazungumza na akili za watu, wengi mnajua mimi ni mtu wa saikolojia, naomba tuwe dakika moja tutawale kidogo hizi akili zetu na ufahamu wetu ili tuweze kusikizana na kuelewana. Funika macho yako. Mungu wa mbinguni, asante. Umenipitisha mabara matano kuanzia tarehe 12 mpaka jana. Viwanja 6 vya ndege, kwa sababu kuna kitu umetamani kitokee kwa watu wa Songwe. Akili zetu ninaziamrisha katika jina la Yesu zipate kutulia na kuelewa. Ufahamu wetu ukapate kuelewa yale ambayo unatamani kutufundisha. Jehova, naomba uwepo wako uwe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila mwenye pumzi aseme amen. Naomba niwashukuru wale wote ambao wameshazungumza. Brother na rafiki Masanja. Nikakaa, kuna mama mmoja amezungumza kitu fulani nikagundua ni mara ya pili nimekuja Tunduma alafu zote nikiwa na Masanja. Tulikuja mwaka sijui ulikuwa mwaka gani huo? 2017. Yes, 2017. Tuliongea na wamama fulani pale high class. Wangapi walikuwa hapo kipindi hicho? Asante sana. Hii ni mara ya pili, lakini kipindi kile Masanja alikuwa hajaoa. Alikuwa anachumbia. Lakini mara ya pili Mungu ametupa nafasi ya kuja tena. Asante sana mtumishi Mungu Epi kwa kuzungumza maneno mazuri kabisa ya familia. Naomba nikwambie ukweli, mimi ni counselor, nafundisha chuo kikuu, lakini naongea na watu wengi sana wa ndoa. Kwa sababu ndio sehemu ambapo nimejifunza na nimefanya degree zangu huko kwenye kufanya tafiti. Aliposema mtumishi wa Mungu, hata uwe na mafanikio kiasi gani, mtoto wako akipinda, hutofurahia mafanikio yako hata siku moja. Sasa natamani kuconnect ninachozungumza na alichozungumza yeye. Katika vijana 10 ambao ninazungumza na ofisini kwangu, mara zote wanawauliza wakati wanataka niwashauri kuhusu ndoa au wanataka kuingia kwenye ndoa, mara zote wanawauliza, je, ndoa ya wazazi wako ni ndoa ya mfano kwako? Katika vijana 10, vijana chini, katika vijana 10, labda vijana 3 au 2 huwa wananiambia, natamani ndoa yangu iwe sawa na wazazi wangu. Vijana 8 wa kike kwa wa kiume huwa wananiambia, natamani ndoa yangu iwe tofauti na ndoa ya baba yangu na mama yangu. Sasa naomba nikwambie ukweli, unaweza ukafanya kazi, ukafanya biashara, ukaenda China na Hong Kong, ukatengeneza vitu vingi sana vya kuwarithisha watoto wako. Naomba niwaambie, kati ya vitu ambavyo wengi watufikiri kuwarithisha watoto wetu ni kuwarithisha mentality nzuri ya kuhusu ndoa na familia. Wiki 2 zilizopita nilikuwa naongea na binti moja, mama moja ameniletea binti wa miaka 15 na miaka 17. Kwa sababu wanapitia kwenye ndoa, wanaachana, lakini sasa wanataka niwasaidie namna gani wanaweza kupita kwenye huo mchakato watoto wasiathirike. Wakati naongea na watoto wanaishi nyumba ya mama, wanaenda tuition kwenye nyumba anayokaa baba, kwa sababu mwalimu anajua kule baba anakokaa, hajui mama anakokaa. Wale watoto wa kike wakati tunazungumza nao, yule mmoja wa miaka 15 nikamuuliza, unawaza nini kuhusu ndoa na familia? Akaniambia, Dr. Chris, I will never have children of my own.
sitamani kuwa na mtoto wa mwanaume. Kwa nini? Akasema mwanaume akizaa na mimi atanifanyia kama baba yangu anachomfanyia mama. Nikamwambia sasa utapataje watoto wakati unasema unatamani kuwa na watoto lakini unatamani kuwa na watoto wa mwanaume? Miaka 15 ile binti akaniambia I will do artificial insemination. Imagine mtoto wa miaka 15 anajua artificial insemination. Kitu ambacho unaweza kuta wewe mama ujui artificial insemination. Mtoto wa 15 ameshaangalia namna gani naweza nikapata watoto bila kumhusisha nani? Mwanaume. Kwa nini? Anasema nikipata mwanaume akinipa mimba atanifanyia kama baba. Yule baba alipokuja baada ya wiki 2 baada ya kuongea na binti yake, nikamwambia mheshimiwa, kati ya vitu ulivyoharibu ni mentality uliowajengea watoto wako kuhusu ndoa. Yule binti anasema nitapata watoto kwa artificial insemination. Maana yake nitatafuta mchakato wa mimi kupata mimba bila kumhusisha nani? Huyo ni yule wa miaka 15. Yule wa miaka 17 akaniambia I don't want children, I don't want men. Nikamwambia utafanyaje? Akasema I will keep pets. Nitafuga pet. Unajua pet? Paka au vile vimbwa vidogo vidogo. Hivi unavijua? Mtoto wa miaka 17 anasema nitafuga peti awe kama mtoto wangu. Amekuwa kwenye familia ya Kitanzania. Kwa nini? Baba na mama wameshindwa kumpa picha nzuri ya mke na mume. Wamejenga nyumba kubwa, ghorofa kubwa, lakini watoto hawajapata hiyo picha. Na kuombea Mungu akupe vitu vingi, lakini cha kurithisha watoto wako cha kwanza, uwarithishe picha nzuri ya familia watoto wako katika jina la Yesu. Naomba niwaambie, wengi hapa mnanisikiliza, mna uhakika kabisa kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako. Leo wakati naongea, nina uhakika hivyo vitu ukiangalia kwa baba yako na mama yako unaviona. Unaweza usiseme na watu wasijue, kwa sababu Instagram na Facebook zinapenda kutuonyesha visivyo, lakini una uhakika kabisa kuna vitu unaviona leo kwenye ndoa yako na mahusiano yako, lakini uliviona kwa baba yako na mama yako. Tafiti zinasema 75% ya watu waliotoka kwenye ndoa zilizovunjika na wao wanavunja ndoa zao. Kuna kitu tunakita kwenye tafiti divorce cycle. Watu waliotoka kwenye familia ambazo kuna magomvi na migogoro kwa 75% na wao wanaendeleza vile vile. Nikiona suluhisha ndoa ya watu ambao wametoka kwenye familia ambayo baba na mama wameachana, inalilia ngumu sana kutofauti na kusuluhisha ndoa na familia ya watu ambao wametoka kwenye ndoa baba na mama wako pamoja. Kwa nini? Binti aliyetoka kwenye familia baba na mama wameachana, huwa ananiambia, Dr. Mauki, kwani shida iko wapi? Mimi mwenyewe nimesomeshwa na mama yangu akiwa mwenyewe, na mimi nitafanya hivyo kwa watoto wangu, asinisumbue. Ukiongea na wale wametoka kwenye familia za pamoja, anakuambia Dr. Chris, naomba unisaidie. Sitamani watoto wangu wapitie kitu ambacho hata mimi sijawahi kupitia. Kuna mtu ananielewa? Yamkini huko hapa wewe mwenyewe hauko kwenye ndoa leo, ilishavunjika, na una uhakika kabisa hata baba yako na mama yako hawakuwahi kuwa pamoja. Yamkini wewe uko hapa leo ni mtoto wa nje ya ndoa, umetunzwa na mama wa kambo, na kwenye ndoa ulioingia tayari umeshakuta wengine wapo. Kwa hiyo ni kama tofali linavyofuatiliwa sawa sawa na kibao, uko vile ulivyo kutokana na kule ulikotoka. Sasa niko hapa kutaka kukufundisha kwa muda mfupi ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza mahusiano mazuri na iliyo nzuri, au hata kama umepata dhoruba kwenye ndoa na mahusiano yako, basi watoto wako waweze kutoka na picha ambayo ni nzuri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tuliwahi kufuatwa na mtoto, mimi na watoto wawili wa kike, watu wengine mnawajua. Wale watoto wetu walikuwa Sunday school wakati wakiwa dogo. Mwalimu wa Sunday school akatufuata wakati tumeshatoka kanisani, tunasubiri watoto waingie kwenye gari tuondoke. Ile mwalimu akatufuata, akatuambia, bwana, mtoto wenu mdogo ametuchekesha leo darasani. Akamwambia, amefanya nini mtoto wetu mdogo? Ni Toroneo. Sasa ameshakuwa mkubwa na yuko form 1. Alipokuwa mdogo kule Sunday school waliulizwa swali. Sasa Sunday school wanafundishwa Kiingereza kule, waliulizwa swali,
Who do you want to become and what do you want to be? Unatamani kuwa nani na unatamani nini kitokee kwenye maisha yako uko mbele ya safari? Na nini unachokipenda unatamani kitokee kwenye maisha yako uko unakwenda? Walitolewa wanafunzi kadhaa nje mbele ya Sunday school. Wengine wakasema nataka kuwa na kampuni kama baba, nataka kuwa na kazi kama baba. Baba anafanya kazi wapi? BOT, Bank of Tanzania. Nataka kuwa hivi. Kana katoketu hatukujua kalisema hiyo, ila mwalimu wa Sunday school akaja kutuambia, kakamwambia mwalimu, I want to have marriage like of my dad and my mom, and to see how my husband will love me like my dad loved my mom. Katoketu kashike kana, yani hakawani hakakuangalia labda vitu tunavyomiliki wala kanasema natamani nikiwa mkubwa nipate mtu na mimi atakayenipenda kama mama anavyopendwa na nani? Kiukweli nilimwambia mke wangu, sitojisifia kwa mashamba na viwanja nitakavyowarithisha hawa watoto. Kama watatoka na hii mentality na kukua, nitamshukuru Mungu kwa hichi kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu naomba niwaambie watu wa Mungu, fedha na dhahabu ni vitu vizuri. Vyote ni mali ya Mungu. Ni vizuri sana ukiwa navyo. Lakini ukishindwa kwenye eneo la mahusiano na ndoa, utaenda kule kule alikosema Suleiman, ni ubatili na kujilisha nini? Naomba niwaambie, ni jambo moja kuwa na furaha ya asili moyoni mwako. Ni jambo lingine kupambana ukitafuta hela wakati hauna furaha. Unanielewa? Naomba niwaambie watu wa Mungu, ni jambo moja kupanda ndege unaenda China na Hong Kong una furaha. Ni jambo lingine kuonekana una hela, umesponsor event, watu wanaona kabisa yeye mwanamke wa shoka superwoman, lakini ndani ya maisha yako una asas kwa sababu ya stress. Una constipation kwa sababu ya stress. Figo inafeli kwa sababu ya stress. Ninatamani sana ufanikiwe kwenye kila kona ya maisha yako. Familia yako ifanikiwe, watoto wako wafanikiwe, mahusiano yako yafanikiwe, fedha zako zifanikiwe, elimu yako ifanikiwe, wazazi wako wafanikiwe. Wangapi wanaamini inawezekana hiyo? Sasa nitakwambia mambo machache yatakayokusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako. Mambo machache ambayo yatakusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako. Jambo la kwanza, nitaongea mambo manne kwa alafu nikirudi baadaye nitakuongea afya ya akili pamoja na maswali. Jambo la kwanza, hivi vitu vitakusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako. Kwa nini nazungumza mahusiano na ndoa? Kwa sababu nafahamu kuna wengine ambao hatuko kwenye ndoa lakini tuko kwenye mahusiano. Kuna wengine ambao tunatamani kuingia kwenye ndoa lakini bado hatujaingia, huko kwenye mahusiano. Namna gani unaweza kuboresha hali zako za kwenye mahusiano pamoja na ndoa? Jambo la kwanza, jitahidi sana kujitambua. Naomba tutaje kumwambia mwenzako jitambue. Watu wa Mungu, naongea na wanawake hapa na naomba nikusaidie kitu kikubwa sana. Watu wengi tunapenda sana kuwatambua watu wengine na tunatumia jitihada kubwa sana kutaka kujua umbea na ubuyu kuhusu watu wengine, lakini hatutumii muda kujitambua sisi wenyewe. Unataka kujua kaolewa na nani, kapewa mimba na nani, ameachishwa kazi, atapelekwa wapi. Unataka kujua maisha ya watu wengine, yanakuhusu. Jitambue wewe kwanza. Na wewe ujijui, wewe ujielewi, hujui madhaifu yako, hujui nguvu zako, alafu unahangaika kujua watu wengine. Wananisema, wananizungumza, hawanitakii mema. Ngoja nikwambie, ukijifahamu wewe kwanza, wao wanakutakia mema, hawa watakuwa hawakutakii mema. It is none of your business. Naomba niwafundishe saikolojia. Watu wanachozungumza kuhusu wewe kinakuathiri kwa asilimia. Naomba nirudi. Watu wanachozungumza kuhusu wewe, watu wanachosema kuhusu wewe kinakuathiri kwa asilimia ngapi? 20. Kile unachosema kuhusu wewe mwenyewe kinakuathiri kwa asilimia 80.
Sasa angalia kosa. Watu hatuangalii tunachosema kuhusu sisi, tunaangalia watu wanachosema kuhusu sisi. Tunashughulika 20%, tunasa 80%. Baada ya kugundua kwamba watu wanaochozungumza kinaniasili 20% tu, I don't care who says what. Cha kwanza ninahakikisha, je, nilichokifanya na nilichokiongea mimi na Mungu tuko sawa au hatuko sawa? Nikitiki tuko sawa, na kwenda tiki ya pili. Je, mimi na mke wangu tuko sawa au tuko sawa? Tuko sawa. Tiki ya tatu, mimi na watoto wangu tuna athari yoyote? Hatuna athari. Waache waseme mwisho. Sasa wewe kila saa wananisema, wanazungumza, hawaninipendi, wananiongelea. Naomba nikwambie, inakuathiri kwa 20% peke yake. Alafu mara nyingine wakisha kusema, unaanza kujiambia wewe, hivi nina shida gani? Hivi na matatizo gani? Au kwa sababu niko hivi, au kwa sababu sijaolewa, au kwa sababu mimi sina mume, au kwa sababu sina mtoto, au kwa sababu figa yangu iko hivi. Unaanza unaathirika kwa 80%. Jitambue. Jitambue mwanamke, jitambue, tambua uwezo ulionao. Naomba niwaambie wakina mama mko hapa, wengi hamjui. Hivi unajua tumefundishwa form 3, mwanadamu wa kawaida ana hisia ngapi? Ana vyanzo, milango mingapi ya fahamu? Ana milango mingapi ya fahamu? Wa kwanza ulimi, wa pili ngozi, ya tatu pua kwa ajili ya kunusa, ya 4 macho kwa ajili ya kuona, ya 5 masikio kwa ajili ya kusikia. Naomba nikwambie, kisayansi imegundulika mwanamke ana sensory 6 na sio 5. Sensory ya 6 ya mwanamke inaitwa EPS kitaalamu, extra perceptual sensory. Mwanamke ana uwezo wa kupokea taarifa kwa kutumia tumbo lake. Linaweza likampa taarifa kwa intuition. Mwanamke anaweza kupokea taarifa kama nabii anapopokea taarifa. Kwa maana hiyo, mwanamke yote anaweza kuwa nabii. Okay, kama unielewe nisikilize. Ukiwa umekaa hapa unakula nyama, mtoto wako ni akipata tatizo, mtoto wako nyumbani akipata tatizo, hiyo akaongea, naomba hii mic tafadhali. Mtoto wako akiwa nyumbani anaumwa au amepata shida sasa hivi wakati naongea, naomba nikuhakikishie utasikia tumbo la uzazi au la kuharisha limepatikana hapa na utashindwa kukaa hapa. Lakini mume wako anaweza kuwa yuko bar anakunywa pombe na hajui chochote. Wangapi wanakubaliana na hili? Hello. Wangapi wanakubaliana na mimi? Kwa nini? Kwa sababu wewe mwanamke una hisia ya 6, una chanzo cha 6 kinaitwa EPS. Kwa hiyo ukiona ili upate taarifa za mume wako ni lazima uvizie simu yake, ushafeli. Kuna mtu ananielewa? Ushafeli, kwa sababu ukinyanyua mnara wako wa hisia juu na ukanyanyua mnara wako wa kiroho juu, una uwezo wa kupata taarifa bila simu ya mwanaume. Wangapi wanaweza kunielewa? Ukiona umeanza kunyemelea akiwa anaoga ukavizia simu yake, unafanya kazi ya Suma JKT wakati hujasomea. Hiyo sio yako, uwezi. Ngoja nikwambie, mwanamke ambaye mnara wake wa hisia uko juu na mnara wake wa kiroho uko juu, ana uwezo wa kupata taarifa yoyote. Baba mmoja akaja ofisini kwangu akaniambia, Dr. Mauki, mke wangu sijui ana nini. Kila nikiwa nimepanga kutoka na mwanamke, siku hiyo ndo ataniambia, mume wangu umeshindaje? Nimekumisi. Hapa anasema muda anaonipigia ndio muda ule ule. Mama mmoja akaja ofisini kwangu, walikuwa wanajenga kule Goba. Anasimamia site mume wake akiwa ofisini. Anasema nilipokuwa nasimamia mafundi, nikaenda kwenye mti kutulia saa 8 mchana jua. Nimefumba macho. Kuna kitu kikaniambia 6688. 6688. Yuko kwenye mti, mafundi wanafanya kazi. Aliporudi nyumbani jioni, amelala kitandani wakati mume wake anaoga, akaona simu mpya ambayo ni mpya hajawahi kuiona. Kwa akaichukua ili kumwambia mume wake, hongera, umeona umenunua simu mpya. Alipoigusa ile simu wakati mume wake anaoga, ile 6688 iliyotokea akiwa site ikaanza kuja kwa kasi sana. 6688, 6688, 6688. Akaishika ile screen ikafunguka. Akaona password
Ile 6688 ikamjia kwa kasi sana, akaingiza 6688. Ameletwa ofisini kwangu siku ya 16. Baada ya siku 15 kuwepo, amelazwa Kairuki Memorial Hospital. Baada ya 6688. Amelazwa kwa nini? Kwa sababu ya alichokikuta kule. Naomba niwaambie, hakuwahi kuvizia simu ya mume wake, hakuwahi kuuliza. Yule baba amekuja ofisini kwangu ananiambia, Mauki, utaniambia vyote sitokubali, lakini mke wangu lazima ana uganga au analoga. Akaambia, Mauki, hii simu nimeinunua Mlimani City, siku ya kwanza ndio nimekuja nayo nyumbani na nimeonyeshwa na rafiki yangu password na kuweka password ya kwanza na password ya WhatsApp. Lakini mke wangu ameingia. Yule baba mpaka leo anaamini mke wake ni mchawi. Yule mama nilichofahamu ni mama wa maombi. Kuna mtu ananielewa? Hakustruggle na chochote. 6688 ilitoka kwa Mnazareti live. Kuna mtu ananielewa? Sasa wewe unahangaika, uweke mtu wa bodaboda amfuatilie, uweke huyu akuangalizie hivi. Uweza kujitambua kwamba una uwezo ndani yako wa kucreate. Naomba niwaambie, ninyi ndio mnasustain familia, ninyi ndio mnasustain ndoa, ninyi ndio mnatushika sisi. Yote kwenye maandiko mwanaume aliwahi kuambia, mwanamke aliwahi kuambia, si vema wewe ukae bila sisi, lakini sisi tuliambiwa si vema wewe ukae bila mwanamke. Na ndio maana chunguza kwenye familia nyingi sana, baba akifariki kabla ya mama. Wale ambao baba yenu aliwahi kutangulia kabla ya mama, angalia maisha ya mama akiishi baada ya baba. Mama anaendelea kunenepa. Wangapi wamewahi kuona hiyo kitu? Nenda kaangalie familia ambazo mama alitangulia, baba akabaki. Wangapi mama aliwahi kutangulia, baba akabaki? Angalia muda ambao mama aliondoka na muda ambao baba anakuja kufariki. Utakuja kugundua mwanamume hawezi kukaa bila mke. Wangapi wanakubaliana mimi? Atakufa mapema baba, au akibaki spana mkononi, kibofu, figo, ngozi, figo. Kwa nini? Kwa sababu hata kama wapo na magomvi, mama akiwepo, baba anasustain. Bwana asifiwe. Fahamu nafasi yako. Baba ana uwezo wa kubariki mtoto, lakini maneno yako kwa mtoto wako kila siku yana nguvu kuliko baraka ya jirani au ya mtumishi wa Mungu. Sema vitu kwa watoto wako. Fahamu nafasi yako, wewe ni mwanamke. Kuna mtu ananielewa? Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa, mwaka wa 27 sasa hivi nafanya counseling za kwenye ndoa. Nimeona familia ambazo baba amechoka na ndoa, lakini mama anakuambia, Mauki, atoke mtu hapo, hii ndoa naihitaji. Ngoja nikwambie, na hiyo ndoa haivunjiki. Nimeona familia ambazo baba anatamani kweli ile ndoa, mama anakuambia, Mauki, nimeshachoka, hiyo ndoa haiendi mbali. Kwa nini? Mama ameshafanya nini? Nini choka, hakuna cha kufanya. Kwa jitambue uwezo ulionao, alafu kaa kwenye ndoa yako na familia yako kama engineer ambao unafahamu wapi pa kuweka cement, wapi pa kuweka nondo, wapi pa kunyanyua, wapi pa kujenga, wapi pa kuvunja, wapi pa kuboresha, wapi pa kuweka maji, wapi pa kuweka. Sasa shida, unakaa kwenye ndoa yako unajua biashara. Unakaa kwenye ndoa yako unajua ujasiriamali peke yake. No, unajua feli, unafeli. Naomba niwaambie, kisayansi, essence ya mwanaume, yani umaana wa maisha, mchango wangu mimi ni nini kwenye hii familia. Ndio maana Masanja alikuwa anazungumza ni vizuri ukawa na uchumi ili uwe na contribution kwenye familia yako. Sisemi contribution ya kushindana, ili kuwe na significance, uwe na umuhimu, uwe na umaana. Sasa jambo la tatu linaendana na jambo la pili. Unapoingia uhusiano na ndoa, usitegemee ya kwamba huyo unaenda naye ndio anakuwa chanzo cha furaha yako.
Kuna mtu anazungumza naye? Usitegemee huyo kaka, huyo baba ndio anaenda kuwa chanzo cha nini. Naomba nikwambie, you are responsible for your own happiness. Kuna mtu ananielewa? Unawajibika kwa furaha yako wewe. Sasa naomba, wengine tunakosea. Unaingia kwenye mahusiano na ndoa, unataka fulani akupe furaha wakati yeye mwenyewe hana furaha. Unaingia kwenye mahusiano na ndoa, unatamani mume wako akupe furaha. Unamwambia kabisa, mimi nashindwa. Wengine wanapewa furaha na waume zao. Wewe unipi furaha, yeye mwenyewe furaha haipi. Yeye mwenyewe furaha hana. Lazima uwajibike kwa furaha yako mwenyewe, mwanamke wa Songwe. Fanya kila unachoweza kuhakikisha unatengeneza furaha yako mwenyewe. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Mwambie jirani yako, furaha yako wajibu wako. Hakuna kosa kubwa tunalofanya kama kutegemea watoto ndio watakupa furaha. Naona kwenye mitandao watu wanapiga na watoto wake picha, utasikia my happiness my world. Unafeli. Watoto wako hawezi kuwa chanzo cha furaha yako. Furaha inatakiwa iwe ya kwako, watoto wako wanaongezea furaha. Kuna mtu ananielewa? Ndoa nyingi zikishachoka, zikisubaa, unahamisha furaha kwa nani? Kwa watoto. Na wengine tumefeli mpaka tunawaambia watoto wenu, isingekuwa nyie, mimi nisingekuwa na baba yenu. Yaani hapa kinachonifanya nibakie ni nyie tu. Kuwa responsible kwa furaha yako. Wajibika kwa furaha yako. Kama unafikiri kuna vitu vinakufanya uwe na furaha, vifanye hivyo vitu. Kuna watu wengine wananiambia, yani kabla sijaolewa nilikuwa na furaha sana. Vitu vingi nilifanya, siku hizi siwezi. Fanya vile vitu vilikuwa vinakupa furaha. Kama ulikuwa una hobby zako, fanya hobby zako. Kuna vitu ulikuwa unafanya unavipenda, fanya vile vitu kwenye ndoa yako. Wengine furaha yako ilikuwa kuimba kwaya, imba hata kama umeolewa, nenda imba kwaya. Wengine walikuwa ni kusoma vitabu, sasa uko busy unashindwa, soma, fanya kile kitu kilichokuwa kinakupa furaha. Wengine ilikuwa ni kujipenda, unapojipenda unasikia furaha. Endelea kujipenda. Wanawake wengine mkishaolewa, niseme niseme, yaani wanawake wengine mnajipenda mkiwa hamjaolewa au mwanzo wa ndoa. Baada ya kupata watoto wawili watatu, biashara imekwisha. Mtu anaweka wiki, unashindwa kuelewa amebeba kuku au ameweka nini. Zamani alikuwa akiweka weaving yake, anajiangalia kwenye kioo mara 2 mara 3. Sasa hivi akiliweka anaondoka huko, anatembea, analitupia, linanasa lenyewe, anaenda. Mwambie wenzako jipende. Ilikuwa inakupendeza, unasikia raha kwenda saluni, unakaa unasugua miguu. Imeishia wapi? Endelea kufanya ili uweze kujipenda. Wewe unawajibika kwa furaha yako mwenyewe. Ulikuwa kwenye wiki unatoka, unakaa sehemu, unakaa na marafiki zako. Inawezekana kuishi maisha ya kukupa furaha hata ukiwa kwenye ndoa. Inawezekana. Inawezekana. Sasa umeingia, wewe huna furaha na mwenzako naye hana furaha. Ni watu wawili wasio na furaha square. Watu wawili wasio na furaha plus. Mnachobaki ni kulaumiana. Mimi sikuwa hivi, ni wewe. Na anakuambia bora mimi, mlilikuta hivi mimi. Yeye anajua wewe ndio umemharibu na wewe unafikiri yeye ndio amekuharibu. Umejiacha, umejizembea, umejikataa, hujikubali tena. Hata watu wakikwambia umependeza, mimi kweli nimependeza, sema haki ya Mungu. Halo. 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 Furaha yako ni jukumu lako. Na usiruhusu kitu kingine chochote kisimame katikati ya wewe na furaha yako. Usiruhusu kitu kingine chochote kiwe chanzo cha furaha yako.
Miaka ya nyuma, ngoja niwape mfano wa kisayansi. Miaka ya nyuma, miaka 5-6 iliyopita, nilikuwa nikiletewa clients wenye addiction, wenye uraibu, uteja. 100% walikuwa ni wanaume. Sasa hivi nikiletewa clients wenye uraibu, kati ya clients 5 wenye uraibu, 4 ni wanawake. Kwa hiyo wanawake nao sasa hivi wanafikiri sehemu ya kutafuta furaha ni kwenye pombe, sehemu ya kutafuta furaha ni kwenye bangi. Mmesikia tafiti zilizofanywa Dar es Salaam. Dar es Salaam ongezeko la wanawake wanaotumia bangi linaongezeka. Wanawake sasa hivi wakija kwa wangu, binti anafanya kazi benki, anavuta bangi. Mabinti wazuri wanakula ugoro. Unashindwa kuelewa tunaenda wapi? Yaani walikuwa ni wanaume peke yake, lakini sasa hivi wanawake nao wanafikiri kama ukikosa furaha una uwezo wa kutafuta kwenye substance, vitu vinavyoleta furaha. Naomba niwaambie, ile sio furaha, ile inaitwa pleasure. Inakuletea uraibu, mtu wa Mungu. Na nasema hivi ili kama una watoto wa kike kuanzia miaka 15 kuendelea, unakaa nao unawauliza. Juzi umesikia kuna klipu inakia sana, imegundulika watoto wa kike miaka 15 kuendelea wanaogopa kunywa pombe na kuvuta bangi. Zazi watakuwa wakali. Wamegundua njia ya kunywa na kuvuta, wanaweka pombe kali kwenye pad. Umesikia? Umeshasikia hiyo? Wanaweka pombe kali kwenye nini? Kwenye pads. Na wanavaa zile pad zikiwa zina value, zikiwa zina K-Vant. Na watoto wa kiume wameonekana wakifanya hivyo. Kwa nini? Sayansi imegundua kwenye anus kuna njia na mshipa unaoenda direct kwenye ubongo, haupiti sehemu nyingine yoyote. Na kwa sababu akinywa zile pombe na ule ulevi unapita kwenye liver, kwenye figo, kwenye ini, unasafishwa. Imeonekana kwamba ikipita kwenye njia haja kubwa haipiti kwingine kokote, inaenda moja kwa moja kwenye brain. Kwa hiyo wanafurahia kwa sababu wanalewa haraka. Kwa unakaa na mtoto unashangaa zezeta, kumbe amevaa nini? Amevaa pale. Watoto wa 14, 16, 18 wanavaa pampers ambazo zimelowekwa kwenye nini? Kwenye upombe kali. Mabinti wanakuwa waraibu, unashangaa mzazi anakuambia hani pombe huyu, mbona hani pombe, lakini anavaa kwenye nguo yake ndani. Wewe baba hujui hiyo sayansi, watoto wamesha Google. Wanajua. Kwa hiyo anaweza akaamua akanywea huku mdomoni au akanywea huko nyuma. Ninakuombea kama wewe ni mzazi, Mungu akupe sensitivity ya kuwaombea watoto wako kwa jina la Yesu. Wangapi wananielewa? Jambo la mwisho litakalokusaidia kuboresha mahusiano yako na ndoa yako. Alafu nitarudi kumalizia maswali na majibu session nyingine. Kama umeolewa au kwenye mahusiano ambayo yanakuruhusu kufanya tendo la ndoa. Kama umeolewa na uko kwenye mahusiano yanayokuruhusu kufanya tendo la ndoa, naomba niwaambie wakina mama mlioko hapa, shiriki tendo la ndoa kwa kulipenda. Kuna mtu ananielewa? Usiingie kwenye tendo la ndoa kama wajibu. Kuna wengine mnafanya tendo la ndoa kwa sababu tu alishalipa mahari, sasa nitafanya nini? Sina cha kumpa, ndio hichi tu. Kama wewe ni mwanamke ambaye hiyo biashara umeshaiacha siku nyingi na huwezi kunielewa kwa sababu furaha yako iko kwenye pesa peke yake. Hapa naongea na wale ambao bado furaha yao iko pia kwenye nini? Kwenye tendo. Wale ambao tunashiriki bado mkono juu. Watu wakija ofisini kwangu wakiwa wanaongea na mimi, kwa sababu mimi nimefundishwa saikolojia, unamwangalia mama usoni kwake, anakuuliza maswali, unaongea naye. Swali la kwanza wanauliza wakina mama, naambia, mara ya mwisho lini kufanya tendo la ndoa? Mama Mauki kwa kweli na miezi kama 6 hivi.
Naomba niwaambie, uso wa mwanamke ambaye hajashiriki tendo muda mrefu unaonyesha. Unanielewa? Nipite nianze kukagua kama Masanja? Nipite nianze kukagua? Uso wa mwanamke ambaye hajashiriki muda mrefu, hata uweke cosmetics kiasi gani, unaonyesha. Unaelewa? Na naomba niwaambie, kama mlikuwa mjui, niwafundishe kitu. Mwanaume ndio kiumbe ambaye hata aumizwe, hata achukie tendo la ndoa, hata awe na stressi, hata akinai, hawezi kujidisconnect na hisia zake za tendo la ndoa. Atataka tendo la ndoa tu. Kwa ukiona wapako hataki, anasema na stress, Mungu kuna sehemu anapata. Mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye ana uwezo wa kujidisconnect na sex, alafu akaishi maisha bila hisia za sex, na maisha yakaendelea vizuri, hana shida kabisa na wala haihitaji. Ana uwezo. Na mpaka afikie hapo ni mpaka afike kwenye climax, kwenye kiwango cha juu cha maumivu ya hisia. Ndio maana wababa wengi wakuja ofisini na waambia, cheza na huyu mwanamke ila endelea kuomba msamaha, ila usiruhusu afike mwisho. Mwanamke akifika mwisho anajidisconnect na tendo la ndoa. Mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye stressi ikimbana kwa muda mrefu au kukosa usingizi kukambana kwa muda mrefu, anapata changamoto inaitwa HSDD, hyperactive sexual desire disorder. Anaumwa ugonjwa wa kukosa hamu na tendo la ndoa. Ndio maana ni vizuri ujali afya yako ya akili wewe mwanamke, kwa sababu ikikubana stress kwa muda mrefu, ukaipata depression kwa muda mrefu, unaweza ukashangaa unatamani tendo la ndoa lakini huwezi. Kwa nini? Hisia zako zimefanya nini? Zimedisconnect. Na kwa wale ambao sio hisia, kuna wengine ambao wanapata changamoto ya pili inaitwa orgasm impairment. Hawa sasa wafungu la pili, hawa ana hisia haijapa, ana hisia, anashiriki tendo la ndoa lakini hawezi kufika kileleni. Ana ugonjwa unaitwa orgasmic impairment. Huyu ni tofauti na yule wa kwanza. Huyu anashiriki kabisa lakini hawezi kufika. Kwa mwisho siku mwanamume anachoka, anakukwepa, na wewe mwenyewe unashindwa kujua kwa nini nashindwa kufika kwa kila kitu ninachojaribu. Una changamoto inaitwa orgasmic impairment. Orgasmic impairment inaitwa ukilema wa kileleni. Ukilema wa wapi? Kuna mtu ananielewa? Wale wenye ukilema tupo. Watu wa Mungu tunaelewana? Sasa nachotaka kukwambia baadhi ya vitu vinavyoweza kumfanya mwanaume akakaa kwenye mahusiano yake, hata kama ana changamoto na wewe au na yeye mwenyewe, lakini akakaa kwenye mahusiano yake, ni pale anapoona kwamba mke wake ana tendo la ndoa na yeye. Kiingereza tunaita transactionally. Unafahamu transactionally? Unafahamu muamala? Yaani maana yake mume kuna kitu anafanya na mke kuna kitu anafanya nini? Anafanya. Transactionally. Huyu mwanaume anaweza kukaa. Sasa akijikuta yeye ana stress, anahangaika, alafu hata anapokuja kwenye tendo, yeye ndo anashughulika tu, wewe ndo unakaa hapo kama msukuli. Hivi si unajua mwanamke akiamua kukunyima kisayansi, anakupa lakini amekunyima. Yaani anakupa, anakuambia wewe kama unaweza endelea, kama huwezi acha. Wale wataalamu wa hizo simnajibu. Na ukisha mwambia namna hiyo, unaenjoy kumuona anapotoa jasho, anapohangaika. Akikubidua hivi uwezi, unakaa kama sementi, kama mfuko wa sementi. Halo. Wakina mama mlioko hapa ni
unaposhiriki tendo la ndoa au shiriki kwa sababu unamfaidisha yule jamaa, anaweza akawa anauliza mara kwa mara kama vile akikosa atakufa. Lakini naomba nikwambie, faida kubwa za tendo la ndoa ziko kwa mwanamke zaidi kuliko kwa mwanaume. Wangapi wanajua? Kama ulikuwa ujui, point yangu ya mwisho, kama ulikuwa kwa mwanamke, tendo la ndoa inaitwa Kiingereza anti-aging. Tendo la ndoa kwa mwanamke, ule mshale wake wa kuzeeka linaurudisha nyuma taratibu. Wangapi wananielewa? Kwa kuweza kufanya tendo la ndoa na ukafika kileleni, ile mshale wa uzee unafanya nini? Ndio maana siku hizi wanawake wengi mnaficha vitambulisho vya NIDA, kwa sababu umri ulioandikwa kule na tunao kuona nao ni tofauti. Na hiyo ni fakta ya kwanza kugundua kabisa kwamba tendo la ndoa kwako sura yako inaonekana ni mzee kuliko umri wako. Kwa usifikiri unampa faida sana yule baba. Bana, faida pia ni kwako. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kwa hiyo unapopata fursa, naomba niweke mic kama ilivyokuwa ile. Unapopata fursa ya kushiriki, mwambie mwenzako jitume. Mwambie mwenzako jitume. Haleluya. Kuna watu wana moyo wako wanasema hivi, dogo anaenda mbinguni kweli? Mtanikuta mbele hivi. Mwambie mwenzako jitume. Ngoja nimalize kukwambia hivi. Kwani waamliza kukwambia hivi. Mwanaume Mungu amemuumba ili aweze kupata hamasa na tendo la ndoa. Cha kwanza kinachotakiwa kufanya, macho yanatakiwa yashiriki. Mwanaume, nafsi ya mwanaume inakula kwa kuona, nafsi ya mwanamke inakula kwa masikio. Watu wa Mungu tunaelewana? Ndio maana mwanamke anapenda kuambiwa umependeza na kupenda. Sayansi inaniambia mwanamke anasahau kwamba anapendwa kila baada ya dakika 3. Ndio maana tunatakiwa kumkumbusha kila wakati kwamba nakupenda. Anasahau. Mwanamume asahau. Kwanza kumwambia nakupenda haiingii kwenye akili yake. Nafsi ya mwanaume haiingizi kwa masikio. Nafsi ya mwanaume inaingiza kwa nini? Macho. Anaona nini? Ndio maana hakuna baa yoyote ambayo wahudumu wanavaa madela. Umeona? Wanavaa nguo fupi. Kwa nini? Akileta bia, akifungua, akati anaondoka, jamaa akiangalia anamuita na oda nyingine. Kwa sababu nafsi ya mwanaume inakula kwa nini? Sasa wewe ulipokuwa hujaolewa, ulipokuwa una mtoto mmoja, ulipokuwa umeingia mwanzoni, ulikuwa unafanya vyote vizuri. Una night dress, unaingia umevaa kanguo kana tetroni kana Teresa au sasa hivi na watoto 3 unalala na t-shirt yako imeandikwa 5 kwa Samia. Inahusu. Mwambie mwenzako inahusu. Mwambie mwenzako inahusu. Mwambie mwenzako inahusu. Ulikuwa unaenda kulala una night dress, una vitu vinaonekana hivi kama nini. Sasa hivi unaingia eti kule miaka 15 ya mavuno usharika wa bwawa. Inahusu. Mwanamama unaenda kitandani na jinsi. Hivi mnajua kwa nini night dress zote zinatengenezwa kwa kitambaa cha kufanana? Mnajua? Kitambaa cha night dress kikoje? Ni cha tetron, sio? Kinaitwaje kile? Kinateleza, sio? Kwa nini? Ili mkono ukiwekwa hapa, mkono wenyewe unajikuta umeenda ambako
hapa usiki. Sasa wewe unaingia na t-shirt yako ya cotton, ukoma unatibika. Wamama wengi nikiwauliza wananiambia zamani nilikuwa na kaumbo kadogo, sasa hivi siwezi. Naomba niwaambie kuna night dress XXXL zipo. Nenda kanunue, mwanaume anataka aone. Bwana asifiwe. Sio unajifundika kama vile unaatamia mayai. Sasa angalia shida wa kina mama siku hizi. Wanajionyesha mtaani ambako watu wao wanaona nini hawapo. Alafu akija huko nyumbani anajifunika, anatoa kope, anatoa nywele, anatoa kila kitu. Ukimwangalia kama Mungu wangu, huyu ndio nimeoa. Uongo kweli? Uongo kweli? Mwambie mwenzako ukiwa nyumbani pendeza. Wangapi wamenielewa?